Church Moya. The Word of God is reminding us of those people the Lord is ready to save. And that is why I'm reading to you of the promises of God in His book. You know, this book is our manual, and when you go through it, it will make you stand. And wherever you would want, the devil would want to attract you, to track you, the Lord will uplift you. The Bible says in the book of Psalms 34 and verses 15, the eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry. Oh, that is wonderful. Righteousness attracts God, and God comes and listens to you. He comes and saves you because of your righteousness. But we have under a hand that wickedness, the face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. At times he can just do away with them and he can kill them. You know, when you hear that to be cut off the remembrance of them from the earth, it means he can even call you. So please continue to sanctify yourself in these days of Corona. And so if God so says it's the last days and he is willing to take us, be ready to be with the Lord forever. Verse 17, the Bible says, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. So, it is not everybody who can cry and be heard. The righteous cry. No wonder the Bible asks in the book of Isaiah 59, kwani masikio ya Bwana hasikii na macho yake haoni? Anajibu na kusema, yeye si kwamba hasikii na haoni, ni kwamba dhambi zetu zimezuia yeye kutuona. Kwa hivyo tusiseme kila mmoja aombe ati anaomba na sikio. Unajua, I have heard several saying, kwa Mungu hakuna dustbin ya maombi. Nani amekwambia? Lakini kuna uwezekano kuwa hakuna dustbin, kwa sababu maombi ikiwa haifiki inaweza kuwekwa kwa dustbin haji. So ni kusema hata maombi haifiki, kuna mengine haifiki. Kwa hivyo usiseme una cry to the Lord when you are still in sin. First gate, to open the first gate is through salvation. You become a child of God. The Bible says there is his people and there is his children. So he gives his blessings to the children. He gives what he has to the children. But there is that which he values most, he gives to the children. But to everybody, he gives us what is common to every one of us, like light, good weather, and all that. Ni kama vile tunaambiwa urithi wa nyumbani. Mzazi hawezi kupeana urithi wake kwa mtu yoyote, hata jirani, hata kwa watoto wa neighbor, hata watoto wa ndugu yake. Mzazi anapea urithi wake kwa watoto wake na anakuwa na watu wao, lakini kuna kile pia anapea watu wao akiwa na uwezo wa kuwapa. Kwa hivyo hapa ndio nataka tutofautishe, tuone ya kwamba kuna wale ambao ni watu wa Mungu na kuna wale ambao ni watoto. Biblia inasema ya kwamba ilifika wakati mmoja akaambia mmoja wa wanafunzi wake ya kwamba lazima uzaliwe mara ya pili. Akauliza, hii namna gani? Inawezekana namna gani? Alishika kimwili, akaanza kuuliza maswali. Mtu anaweza kuingia tumbo ya mama yake namna gani na azaliwe tena? Akaambiwa sio hivyo. Ni lazima uzaliwe kwa upatizo. Lazima uzaliwe kwa
kufanyika mwana. Hiyo ndio utaanza sasa kumega kilicho cha wana. Unajua Biblia inasema kwamba kuna mama mmoja alienda kwa Yesu akitaka pia kusaidiwa kwa mtoto wake akiwa mgonjwa. Biblia inasemaje? Yesu alimjibu, si vizuri kupatia chakula cha watoto kwa watu ambao si wa nyumba hii. I'm trying to paraphrase. Ikusema ya kwamba chakula uponyaji ni chakula kwa watu wa Mungu, kwa watoto wa Mungu. Na kwa hivyo akaambiwa, naye akamlilia akamwambia, even if naweza kuonekana kama ni mbwa na kuanga kile ambacho kinamwagika. Yesu akasema, kwa sababu naonekana ni kana kwamba unakaribia kutaka kuwa mmoja wa nyumba hii, ukiuliza kile ambacho kinaanguka, basi nimeona imani yako ni kuu, pokea ulichokuwa ukitaka. Kwa hivyo nataka niwaambie kwamba Biblia inatuambia tuendelee kujitakaza na Mungu atatuhifadhi. Mstari wa 18 Psalms 34 naendelea na kusema, the Lord is near unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Those who have a broken heart, na wale ambao mioyo yao haiegemei kwa kutenda uovu. Kwa hivyo nataka nikuambie, usijihesabu na wale ambao ati watapata kinga kwa watu ati ambao wanaomba. Biblia inatuonyesha katika kitabu cha Ezekieli kwamba kuna wakati unaweza kufika iwe kwamba only a person and his righteousness can save himself. Even he may not be able to save the children, his children. So at times it is tough, but it is good to tell you that usitegemee mtu akuombeage sana, usitegemee kutumana maombi na wewe atuendelee na biashara. Wacha nikwambie, unaweza tumana na mtu aende aambie Mungu kuhusu vile anayekujua wewe, na akimkumbusha Mungu, kwa sababu Mungu amesema tumkumbushe, amkumbushe wewe juu yako, na wewe hauko pale ujitetee, uone Mungu anaweza kusema kuna uwezekano kuwe kama vile alisema kuhusu nani, Hezekia, aongezewe, akumbuke aseme huyu alikuwa anatakikana kukufa jana. Kwa hivyo usizoee kutumana Mungu akubushane mambo yako, mkumbushe. Tuseme kule ambao tumemwasi Mungu tutubu, kule ambao tumeenda kombo tutubu, na Mungu aturejeshe katika zizi lake, na kutoka pale atapata kutusikia sisi zote wa Kenya, na tutapata kuokolewa na hili janga la coronavirus. 19 anasema, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Watu wengi wanauliza, jameni, hii kanisa na watu wameokoka wanapata mashida. Nikwambie, kipimo sa mwenye haki ni kitu ambayo tunaita furaha ya moyo, the joy of the Lord. Moyo si ati mateso ambayo inaweza kuja. Mateso inaweza kuja na uyaone na uanze kuuliza kwa nini hata hawa inasikia hata wao wanagojeka. Hiyo si shida. Inaweza kuwa agonjeke, aite jina la Bwana ili aponywe. Hilo ni jambo ambalo Mungu amesema wazi, kwa sababu hizo ni chakula pia cha watoto wake. Kwa hivyo kunaonekana kuna uwezekano hata watu wake wakagojeka. Kwa hivyo usijali. Ninataka nikwambie, maswali wao wengi watasema mengi, wale ambao hamjui Mungu, hamtaki Mungu, lakini nataka nikwambie, jifiche kwa Bwana, na hata ukipitia kwenye majaribu mengi, Mungu atapata kukuokoa. Mstari wa 20 nasema ya kwamba he keepeth all his bones, not one of them is broken. Hiyo ni sawa.
Hakuna mfupa ya mwenye haki ambao inaweza itavunjika. Kuna mambo yanaweza kuja mengi. Kama juzi msichana wangu the last born alianguka na gari yangu na akalaliwa na ile gari. Alipoenda x-ray na tukiomba tukasema hakuna mifupa ya mwenye haki itavunjika. Alipimwa na akaonekana hakuna mfupa ilikuwa imevunjika. It's just about a month ago. And this one I'm testifying and telling you it happened in our home. So I'm telling you, God can keep you, can sustain you in all evils that may come on our ways. Evil shall slay the wicked. Uovu utawaua wenye dhambi. And they that hate the righteous shall be desolate. Hata wale ambao hawataki utakatifu pia watatengwa. Kwa hivyo nataka nikwambie, simama wima, tubu na usafishe moyo wako, kama jinsi ambavyo nimerudia na kuambia. Tukiambiwa tusafishe mikono, safisha moyo wako pia vile vile. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Oh, that is also good and wonderful. Hakuna yeyote ambaye anayemtumainia Bwana kwa uhakika, kwa haki ndani yake, ambaye ataweza kuachiliwa, atakuwa amesimama wima. None of them that trust in him shall be desolate. That is what the Bible tells us. And so I want to tell you kitu ambayo Mungu anataka siku hizi ambazo tunaishi sa uovu wa corona. Ni kanisa, ni kila mtu atubu na akili dhambi zake, na utapata wokovu wa Bwana. Pata kutubu na utapata wokovu wa Bwana. Kama uko pale na unataka kuokoka, nataka nikuombee na uingie katika zizi ya wana ambao watapata urithi wa mambo mengi mazuri Mungu amewaahidi. Rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naja kwako, nimetambua mimi ni mwenye dhambi, na kuanzia leo nimekataa shetani na njia zake, na nimekukubali wewe Yesu uwe mwokozi wangu kuanzia sasa na hata milele. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Umeokolewa na umeokoka. Kama uko katika within Mwea, umekaribishwa katika church letu, kanisa letu la Crisco Mwea. Karibu kwa chief. May God bless you.